Kwanza nashukuru za asubuhi jamani. Sisi kama Tanzania Prison tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na Young Africans. Maandalizi tumefanya tangia tukiwa Mbeya, tulikuwa na siku kama 5 hivi. Kwa hapa tumekuja tu kwa ajili ya kukamilisha tu taratibu zingine za mwisho za kuelekea mchezo wa kesho. Kwa nafikiri baadaye tutakuwa na pre-match training ya kumalizia tu maandalizi ya mwisho. Kimbinu tupo tayari kama nilivyosema, kwa tushafanya mazoezi Mbeya, tulikuwa na mazoezi ya siku 6 ngapi, kwa sisi tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na Yanga. Sawa. Nakaribisha swali kwa Omar. Nafikiri sisi hatuna hofu kwa sababu Yanga tunacheza nao na tunajua wanavyocheza, na sisi tuna aina yetu ya mchezaji wetu, hasa kwa mechi kama ambayo tunaenda kucheza kesho ya away. Na ukiangalia sisi msimamo wa ligi tuko chini, kwa tunahitaji kidogo na sisi tuanze kufunguka tofauti na tulivyocheza na nini mechi ya kwanza. Tutaangalia jinsi gani ambavyo tutajilinda vizuri na tuangalie jinsi gani ambavyo tutaenda mbele. Kwenye mpira hamna kupaki basi. Mimi nashangaga watu wanasema wanapaki basi. No. Ukiwa unacheza kwenye mid block au low block, tunasema ni unamiliki mpira, unautawala mchezo kwa kutokuwa na mpira. Kwa hakuna kupaki basi. Hiyo ni mbinu ya mtu yoyote ambaye anaweza kutumia. Ni sasa na watu ambao wao idea yao ni kushambulia tu. So kuna timu zingine au sisi tunaofanya kwa sasa hivi ni kucontrol match kwa kutokuwa na mpira. Kusema kweli, nafasi ya Tanzania Prison ilipo hairidhishi. Kwa ndio maana nasema tunajitahidi kufanya kazi kwa bidii na wachezaji wetu au na technical staff kwa ujumla, hii tujaribu, tunaangalia jinsi gani tutatoka. Na hii mechi kwetu ndio ni muhimu, ni moja ya mechi ambao tunahitaji matokeo. Kwa kama tukikosa sana basi tupate hata point moja, lakini matokeo ya kushinda yatakuwa mazuri kwetu. Sawa. Swali la bila fikiri ndogelee sana kwa upande wetu wa Prisons, jinsi ambavyo mchezo unaenda kuchukulia. Okay, Yanga wamekuwa wakicheza, wanasema wapate matokeo, lakini Yanga inabaki kwa Yanga. Timu ambayo kwenye nchi yetu ni moja ya timu ambayo ni nzuri na wachezaji wazuri, kwa sisi tunachukulia kwenye umuhimu ule, unatuangalia hawajapata matokeo au walikuwa wanapata matokeo. Kwa ni kujibu tu kwa sisi tumechukulia mechi kwa umakini mkubwa, kama tunaenda kucheza na timu ambayo ni timu kubwa na wachezaji wazuri na wanaweza kufanya chochote, hasa ukizingatia wanacheza mchezo wao wa nyumbani. Kwa niseme tu mechi itakuwa ngumu. Ukitoa hayo matokeo mnasema hawajapata matokeo mazuri, lakini Yanga mimi nafikiri baki kwa Yanga vile vile. Mwalimu, michezo mitatu. Nafikiri tulikuwa na ratiba ngumu ambao kama ulivyosema, tumecheza na Azam tulipata draw, tulicheza na Yanga tukapoteza kwa mchezo mmoja, tukacheza na Singida tukapoteza kwa 2-1. Ukiangalia mechi zote tunaona kuna mabadiliko kwenye timu, hasa kwenye kujilinda, lakini nafikiri kwa kwenda mbele ndio tunatakiwa sema ambao tunatakiwa tufanye kazi ili tunaongezeka, tunapata matokeo. Na ukicheza mara nyingi mechi hizi ngumu zinakujenga, hasa wachezaji wao wanajenga, hata walimu wenyewe zinawajenga. Kwa hiyo sisi imekuwa na faida kwetu sana kwa kuendelea kuwa na muendelezo mzuri hasa kwa wachezaji. Kwa hiyo niseme kuelekea mchezo huu, kwa kucheza hizo mechi 3 ngumu, nafikiri hata tutakuwa na muendelezo mzuri kwa mechi ambayo